Maziwa ya Your Excellency, sisi wakulima wa Meru tunafurahi sana kwa kufika kwenu hapa pamoja na naibu wako, na tunaona uko na goodwill na wakulima wa Meru. Sababu hii ikiwa mara yako ya tatu kufika hapa ni kumaanisha ya kwamba wewe wakulima wa maziwa wa Meru umewatia maanani, na pia kwa mikutano ambayo nimesikiza na pia nimefuata ukiwa unazungumza, umekuwa ukipeana mfano na wakulima wa maziwa wa Meru, na tunashukuru kwa hilo, sababu tunasikia ama tunajua ya kwamba tuko katika mafikira yako na kila wakati unatufikiria. Kama vile ambavyo wakulima walitangulia hapa kusema, wameweza kusema mambo ya chakula na pia mambo ya maziwa, malipo yale ambayo wanapata, na najua huko hapa kusikiza ili hao watu waweze kuwafanyia hilo. Sababu ukiwa kule Nairobi hautaweza kujua kile ambacho wakulima wa maziwa wanakihitaji kwa sasa. Lakini sababu umeweza kufika hapa leo hii, ukirundi kule utakuwa unajua kile ambacho kinafaa kufanywa ili huyu mkulima wa hapa Meru na mkulima wa Kenya ajue maziwa yako na pesa na maziwa yanaajiri. Hapa Meru sisi tuko na furaha kubwa sana, sababu sisi kama viongozi hao wakulima ambao wako hapa tumeweza kutajiwa hapa nambari ya wale wakulima. Watu ambao wanafanya kazi katika zile mboma ni wengi, kumaanisha hao wakulima ni tegemeo letu kama serikali, sababu wanasaidia vijana kwa kazi kule nyumbani na pia wanapata hela. Kwa hivyo rais, kama yale maombi ambayo wameweza kuomba hapa leo hii yaweze kutekelezwa ili waweze kufanya bidii zaidi ili tuweze kuexport maziwa. Jambo la pili, rais, watu wengi watakupiga sana sababu ya kufungua wakulima macho. Wakulima wameweza kupata pesa wakati huu, sio story ambazo walikuwa wanaambiwa pale mbeleni. Sababu nakumbuka tuliweza kuwaambia tutawapatia minimum guarantee yao, na ukasema maziwa tutaweza kuwalipa ama wataweza kupata shilingi 50. Kwa sasa hiyo ni reality. Watu wengine hawataki kujua hilo, sababu tayari umeweza kuachieve hiyo. Na nakwambia usitishwe na mtu yoyote. Wewe kuwa mkakamavu, shughulikia wananchi hawa wananchi ndio watatushughulikia ule wakati ukifika. Sababu tuliwaitisha kazi ili tuwafanyie hiyo kazi. Ama tuliwaitisha nini? Si ndio tuliwaitisha kazi ili tuwafanyie kazi? Na rais si ndio anawafanyia kazi? Leo hii si ndio ni mara yake ya tatu kufika hapa Meru ili kuhakikisha wa Meru wakati ambapo wanalia kilio chao kinamfikia. Na kwa hivyo nawaambia hapo ndipo tuko sisi kuhakikisha mkulima wa maziwa ameweza kufaidika. Na rais, ni kuambia sisi tuko hapo kutendea wananchi ambao walitupatia kazi. Wengine watalalamika sababu walikuwa wanafikiria mtu akiwa kwa ofisi tumbo yake kwanza, hao wananchi watakuja baadaye ama atakuja kuwandanganya. Lakini yale ambayo unayafanya kwa sasa ni matendo, na matendo yanazungumza, na hiyo ndio njia ambayo tunafaa kutembea ili hao wananchi wakati ambapo wanatafuta kiongozi na wanachagua kiongozi, wanajua kiongozi ambaye wanachagua ni kiongozi mchapa kazi. Kanyanga hapo hapo, naibu wako anakusaidia vizuri zaidi, na naibu wa rais pia wewe usitishwe na mtu, kazana tusaidie rais mpaka taifa hili iweze kuinuka. Ama namna gani? Si ndio tuendelee kufanya kazi ili muweze kufaidika na ili maisha ya watoto wetu ya kesho waweze pia na wao kufaidika. Asanteni sana, Mungu awasaidie, awabariki, na Meru Dairy tuko pamoja na tutaendelea pia kuelimisha wakulima walime maziwa zaidi. Asanteni sana. Asante, mpigeni makofi tafadhali. Your Excellency, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency the Deputy President, the Cabinet Secretaries present, my friend Opalanya, karibu sana.